wanaabudu ni Freemason, walifungiwa kanisa yao. Sasa kama shetani amesota na hivyo anasema nimekuja nataka kujiunga, wajiunga wao wenyewe wanashindwa kulipa kodi, wao wanataka kwenda kufanya nini? Bwana Yesu sasa. Haleluya! Haleluya! Ngoja nikwambie, shetani hajaupa fedha, shetani hana dhahabu. Dhahabu ni mali ya Bwana na fedha ni mali ya Bwana. Na anasema huwapa wale ambao wanampenda Mungu. Bwana Yesu sasa. Haleluya! Nataka kwa mwaka huu tumjue Mungu zaidi. Tumwelewe Mungu kwamba ni Mungu wa matendo makubwa, si Mungu wa madogo. Mungu hajataka watu wake wakae katika hali ya ukiwa. Haimpendezi Mungu akikuona unakaa kusononeka. Wakati umekaa smart mbele za Mungu, Mungu anajitukuza anasema, muona mtumishi wangu, muona alipong'ana. Yaani hata yeye anajivunia jinsi unavyokaa, kwa sababu watu wanapokwenda sasa wanasema Bwana yuko mahali pale, naye anasema niko naye. Anasia kutukuzwa kwa jinsi unavyokaa. Bwana Yesu sasa. Haleluya! Haleluya! Hafurahi akikuona unaomba. Hafurahi akikuona wewe ni mtu wa kukopa. Leo unakula kwa kukopa. Kuna watu ambao sukuma, yeye mpaka amegeuza njia, maana amekopa kwa mama huyu, ameenda kwa mzee yule, ameenda wapi, kwa mama ntilie, ana deni karibu sote. Yaani kila ni mkopo. Bwana ataachilia neema ya mafanikio, sema amen. Ile kwamba nyumbani kwako ni sukuma kila wakati. Utakula sukuma kwa sababu umeitamani, si tu unasukuma kila siku, ni usukuma wiki tu kwa sababu ya hali ya ukiwa. Hapana. Lazima maisha yetu yabadilike. Sema amen. Amen. Haleluya. Natangaza hiyo anointing ifanye kazi ndani yako. Mwisho namaliza tuombe ili mambo haya yatendeke kwako. Baraka hizi Mungu anapoziachilia zinapoamka ndani mwako, maana tayari ziko ndani yako, ili zisikome, na kama zimeondoka ama zimechukuliwa zirudishwe. Takupa hatua moja pekee yake. Namba 1. Ikiwa baraka zako tayari zimeenda, zimegandamizwa, zimefunikwa, umekaa katika hali ya kung'ang'ana, kitakachokuwezesha wewe kuamsha na kurudisha kilichopotea ama kilichochukuliwa ni nguvu ya maombi. Maombi. Sema amen. Nilikuja niwaambia, na sasa naanza kuona mambo yakitendeka. Wale niliwaambia waandike vikaratasi, na si kwamba tunavipeleka mizimuni, ni kuomba tu. Kila siku mimi na mtumishi tunamwita Bwana, angalia Baba, haya ni mahitaji ya wanao, haya ni mahitaji ya wanao, na watu wanaanza kushuhudia mambo yakitendeka. Na mimi tayari nashuhudia vitu vikitendeka. Maombi ni silaha. Maombi ni nguvu. Chenye huwezi kupigana nacho kwa nguvu ya mikono yako, pigana nacho kwa magoti. Maombi ni kila kitu. Wewe unayeomba, na endelea kuomba, na uendelee kuomba, kwa sababu na sio kuomba tu, ni kufunga na kuomba. Maana kuna tofauti ya kuomba na kufunga. Kwa hivyo tunaambatanisha vitu viwili, kufunga na kuomba. Na ndio maana kuna wakati mwingine Yesu wanafunzi wanamuuliza maswali, mbona sisi hatukuweza kumtoa huyo pepo? Lakini Yesu anamwambia namna hii haiende ila kwa kufunga na kuomba. Kuna vitu vingine vimefanywa kwako, umegandamizwa, umefinyiliwa, hautaweza kufaulu kama hautakuwa mtu wa kuomba, kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni silaha kwa Mkristo. Ndio maana Yesu siku moja kabla asulubishwe akachukua wanafunzi wake wakaenda mlimani kuomba, na alipofika pale akawaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Nikafundisha siku nyingine nikasema hatuingii majaribuni ndio tuombe, tunaomba kabla hatujaingia, ndio tukiingia yale maombi yapigane na yale majaribu. Shida yetu tunaomba wakati tumeingia kwenye shida. Inatakana
kupigana. Bwana Yesu sasa. Soma Yoeli 2, namalizia hapo ili tuwe na muda wa kuomba. Yoeli 2, Yoeli 2:12. Yoeli 2:12-17. Hebu soma hapo. Yoeli 2:12-17. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, endelea. Kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Ndio. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu. Ndio. Na waseme, uwaachilieni watu wako, Bwana, wala usitoe urithi wao upate aibu. Hata mataifa watawale juu yao. Kwani wasema kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana, hapo ndipo Bwana. 18. Sawa. Sawa. Hebu soma hapo alafu tuendelee. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Ndio. Bwana Yesu sana. Sikiza, Yoeli anaongea maneno mazito. Tumesema kwa kufunga, anasema mnirudieni mimi. Amesema mrudieni Bwana. Nirudieni nami nitawarudia. Anasema ili baraka hizi zilizochukuliwa, zilizoenda, zilizogandamizwa zipate kurudi tena, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, kwa kufunga na kwa kufunga na kwa kuomba, na kuombolea, na kuombolea. Yuko kunyenyekea kote kumtafuta Mungu. Anasema nirudieni kwa kufunga na kwa kuombolea na kwa kuomba. Anasema watoto na wakusanyike wote kwa maombi, na hata yule anyonyaye siku hiyo hapewi maziwa. Anasema watu wote, hata bibi harusi ambaye ni bibi harusi naye atoke kwenye hema yake, na bwana harusi naye atoke kwenye hema. Siku hiyo hakuna cha bibi harusi wala bwana harusi, wote tuje tumlilie Bwana. Alafu anasema na makuhani wangu, watumishi wangu wakae mbele za madhabahu yangu, waje waniite ili niweze kubadilisha. Wakati watumishi wa Bwana wako mahali hapo wanamlilia Bwana, inatakikana wewe nawe uje, kama watoto wako wako huko, wako karibu nao, wamlilie Bwana. Bwana Yesu sana. Haleluya. Haleluya. Anasema pigeni tarumbeta kwa kufunga na kuomba. Kuna watu wamekandamizwa na shetani, ni watu wakubwa, lakini shetani amewakandamiza. Baraka zao hazionekani, wakifanya vitu havifanikiwi, miradi yao inakwama, hakuna mwangaza, ni watu wa kuteseka. Lakini anasema ili hii baraka niliyokuahidia, niliyokuwekea tangu tumboni, urudi kwako na uanze kufanya kazi, ni kwa njia ya magoti, kumrudia Bwana na kumtafuta Mungu. Mungu atasimama naye atafanya. Ndio maana kusonga hapo mbele, hiyo Yoeli 2 nafikiri 18, anasema kuna mahali hapo Yoeli anasema nami nitawarudisheni miaka ile iliyoliwa na nzige,
tunutu na madumadu. Miaka ina maana kama ni ufanisi ulikuwa ni uenao tangu miaka hiyo. Kama ni kubarikiwa, si ati leo, baraka zilikuwa zishaandaliwa kitambo. Ndio maana Mungu anasema nami nitawarudishieni hiyo miaka ambayo imeliwa na nzige, tunutu na madumadu. Lakini kwa nini arudishe? Kwa sababu ya kufunga na kuomba. Mstari wa 25 kweli. Mstari wa 25 anasema nami nitawarudishieni miaka ile iliyoliwa na nzige, tunutu na madumadu. Maisha yako yameliwa, umefungwa, wang'ang'ana utoke, hautoki. Unatamani kuendelea, una maono makubwa lakini haupenyi. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kimekufunga, lakini ni wakati kwamba Bwana amekupa huu mwaka uwe huru ili ufanye yale makubwa ambayo Mungu alikuwekea tangu ukiwa tumboni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, usiwe tu mwombezi. Lazima uwe utumishi wako ujulikane mbali. Tunahitaji manabii wa kimataifa kutoka kwa Agano. Tunahitaji wahubiri wa kimataifa kutoka kwa kanisa la Agano. Tunahitaji wainjilisti wa kimataifa kutoka kanisa la Agano, wakisimama wanatingisha katika ulimwengu wa giza. Mapepo yanapiga kwa heri, yanaenda kule kusimama kwake, tayari shetani anaanza anapiga kwa heri, kwa kufunga na kwa kuomba. Usichezee kile Mungu ameweka ndani mwako. Yeremia anaambiwa, mimi kabla wewe hujatungwa mimi nikujua Yeremia. Tena nikuweka kwa maana si nabii wa matango, nabii wa kimataifa. Mataifa yote yatatambua kama ni nabii. Kuna mtumishi mwingine ambaye ni nabii, anatumika. Siku moja bibi yake alikuwa anatembea katika huo nchi za nje. Bibi yake akaumwa na nyoka. Alipoumwa na nyoka, kaangalia, yaani mama aliyobeba yule. Kuna watu jamani wananeti. Akaenda akamfukuza, akamshika na mkono. Akasema, sikiza wewe nyoka uliyemuuma bibi yangu, hautawahi kuonekana tena katika taifa hili. Hata ukitafutwa sadaka hutaonekana, kwa sababu umemuuma mke wangu. Nimekulani kuanzia leo, hautawahi kuonekana tena katika mji huo wote, taifa hili lote. Na hivyo ndio nyoka walipotea. Tunahitaji watumishi kama hawa, wanaweza simama wakatamka. Kinaelisha anasema ya kwamba kesho panapo saa kama hii kipimo cha unga kitozwa kwa shekeli. Yaani hatutaki kujua kama kuna dalili za mvua ama mvua. Mungu akisema ashasema, hayo mengine hatutaki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi mwingine tena ana mke wake anafanya huduma, mke wake amekuwa mzee, akawa ameenda kuhubiri mahali fulani, akapata simu kwamba basi mke wako amekufa. Akasema basi mimi nitakuja, niko mpaka nimalize shughuli. Ngere sisi akalala na kuhubiri kafilango cha kuhubiri. Mimi nobeni ndio kwa tafsiri na kwa hivyo ndio habari za injili. Lakini alisema mpaka nimalizane na Bwana. Nilikuja huku kwa siku kadhaa na mpaka nizimalize. Nyinyi mwekeni moja. Akaeka moja. Mtumishi ambaye anajaa mafuta, anajiamini nguvu ya Mungu inakaa ndani mwake. Alipofika akasema mkanipeleke, alipomaliza huduma zake asema mnipeleke moja nikamwangalie bibi yangu. Alipofika pale akatolewa, akafunguliwa, akatolewa, ni kweli yule. Akasema haya sawa. Akamuita na jina lake. Alipomuita akamwambia hebu inuka ukae tuongee. Akainuka akakaa. Akamuuliza swali, bado unataka tuendelee kufanya huduma pamoja au unajisikia umechoka unataka utulie na Bwana? Bibi mwenyewe akasema kwa hiari yake, kwa akili zake timamani, ache nitulie nipumzike, wewe endelea na kuombea Mungu akuzidishie, mimi nimetulia na Bwana, kwa hivyo niache nitulie, wewe endelea na kazi. Akasema basi sawa, rudi kulala. Na huyo akarudi tena kwa maisha, akasema haya tutayarishe mazishi. Amemuuliza kama bado anaendelea, anataka kuendelea kuhubiri na yeye.
twagusa hapa, maana leo napanga viti, kesho ngoja nikajiingize huko. Jitambue wewe ni nani, na udumu pale mahali umewekwa, uone Mungu atakavyofanya. Hautatapatapa, tulia pale, cheza pale, wafunga na kuomba na mwambie Bwana, amsha hii roho, yamke. Kama ni nabii, si nabii wa kikawaida. Kama ni nabii, si usikie ndio sema Bwana, roho wa Bwana anasema, kwa sababu utasikia hali yako. Toa vitu ambavyo hujavisikia. Bwana amekwambia mwaka ujao utakuwa hivi, na inatendeka. Kuna mtu ambaye nilimtabia tangu akiwa shule, mtoto sana, nikamwambia Bwana ananiambia itafanyika hivi kwako, na hiyo kitu ilitendeka. Bwana Yesu sasa. Haleluya.